Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Hapa ni katika maeneo ya kata King'ori, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa kuhusiana na ajali ambayo imehusisha basi la kampuni ya Zuji Pizze yenye namba za usajili T639 AQN ikigongana uso kwa uso na gari aina ya Alphard yenye namba za usajili T837 EMS. Inaeleza kwamba basi hilo lilikuwa linatokea mjini Arusha kuelekea barabara ya Moshi, lakini vile vile Alphard hiyo ilikuwa inatokea uwanja wa kimataifa wa ndege wa KIA na ilikuwa inaelekea mjini Arusha, ambapo basi hilo ambalo lilikuwa kwenye mwendo kasi lilishindwa kupita gari nyingine, ndipo akagongana uso kwa uso na gari hiyo aina Alphard. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na mashuhuda, wameeleza namna ambavyo wameokoa majeruhi pamoja na wale ambao wamefariki. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda pia wa polisi mkoa wa Arusha, ameeleza kwamba mtu mmoja amefariki dunia papo hapo na wengine wanaendelea kupatiwa matibabu. Taarifa zaidi wananchi wanazungumza kuhusiana na ajali hiyo. Tumezungumza pia na abiria ambao walikuwepo katika basi hilo la Zuji Pizze Express kwamba gari hiyo kuanzia mjini Arusha, dereva ambaye alikuwa anaendesha gari hiyo alikuwa anafundishwa na dereva mwingine aliyekuwepo pembeni, hivyo walikuwa pia hawazingatii sheria za barabarani. Kwenye basi hilo abiria wote wametoka salama, na basi baada ya kupata ajali hiyo kugongana uso kwa uso liliteketea kwa moto katika maeneo haya, huku Alphard hiyo na yenyewe ikiharibika vibaya. Bwana Felix Eliaulu Kumai, mkazi wa Malula, mfanyakazi wa kampuni ya Panoni. Nilikuwa nimekaa hapa nilivyokuwa nimekaa. Bahati nzuri katika ile tukio mnaloliona, basi ilikuwa na overtake fuso. Huyu jamaa wa Alphard akawa ametoka nje ili amwachie jamaa wa Alphard afanyaje? Apite. Huyu jamaa wa ile basi ndio akamfuata huyu jamaa wa nini? Wa Alphard. Wamepakia wageni kutoka airport wanaelekea Arusha. Ndipo ndo ajali ikaanza kutokea hapo. Wamekufa wazungu wawili, sema ni mzungu mmoja na mtoto wake. Mama na mtoto wake. Baba ndo yuko hai sijajua, na driver ndo tukamuokoa kwenye huo moto, gari ilipoanza kuwaka moto. Hivyo tukasaidiana. Mimi mwenyewe hapa nimechoka, kifua kinauma. Ile driver wa basi, kitu ya kwanza katika kuona kwa macho yangu, ile driver wa basi alikimbia, aliruka. Alipoona amekuwa mbaya aliruka akakimbia. Akabaki kuna mmoja alikuja na sio, nikaona abiria wengine wakasema huyu ndo driver, huyo mwingine alikuwa si ndio anafundishwa, huyu ndo driver, huyo siwaoni tena. Na lakini mmoja niona alikimbia yeye. Aliruka hapo kwenye gari akakimbia. Lisaa na nusu. Tukisaidiana kuzima na maudongo na maji. Tumesaidiana sana huku kuvuta. Tunaona paka sindano na madamu huku. Ilipopiga Alphard ilipogongwa ndio shoti katokea hapo ndo moto kaendelea kuwaka, na yule mzungu yule ambaye hajaumia na akasema jamani, sasa kuongea sio tujue kizungu chake anachoongea, tukamsaidia kumuokoa na yeye akatoa, tukamuokoa yule mtoto wake na mama yake, tukamuokoa tukamweka pembeni, tuanze kuzima moto wa gari. Wale unaambao unaweza kusema walifariki papo hapo? Ni amefariki, na nasikia amefariki. Driver amesema, bosi hapa amesema amefariki na yeye. Watu ni wengi sana. Ndio, watu ni wengi sana, tumesaidiana. Nashangaa maaskari wenyewe wanakaa wanatuangalia tu. Sisi tunafanya kazi wanatuangalia. Tunamhurumia ile ndugu yetu au ni wa kiume kama sisi. Tumemwokoa ili tumsaidie. Lakini bahati nzuri Mungu hajataka. Yaani kwanza gari lilivyotoka Arusha, dereva alikuwa hayuko sahihi, kwa sababu alikuwa kuna mwenzake alikuwa anamfundisha kuendesha. Alikuwa anamwambia gia ipeleke mkono wa kushoto. Tukawa tumefika njiani, kaka mmoja akawa anamwambiaje, kama we ni dereva, kwa nini usimpe mwenzako kwa nini wewe usichukue gari ukaliendesha? Kama wewe ndio dereva unamuelekeza, kwa nini unamuelekeza huyo na sio dereva? Kwa nini usishike gari ukaendesha wewe? Yule kaka akawa amempotezea yule kaka aliyemuuliza hivyo, akaanza kudai nauli. Tukampatia, mimi ndo nikawa natoa nauli. Ile nimeanza kutoa nauli ndo nikaona gari inaanza kusheki. Kulikuwa kuna gari kubwa ilikuwa mbele. Ile gari ilivyokuwa mbele ilikuwa nataka kuiva kwa nyuma. Maana yule mwenzake alivyokuwa anamfundisha, na hisi alipoteza control ya barabarani, akawa anamsikiliza yule anayemfundisha. Akawa anataka kuvaa gari kubwa kwa nyuma.
ile taka kuvaa gari kwa nyuma, akabidi ahame njia ile. Kuhama njia ndo akakutana na hii gari ndogo. Ndo sisi tuko kwenye gari, kila mtu anapambana kushuka kivyake. Mimi mtoto nilikuwa naye kwenye gari, kuna baba alianza kushuka wa kwanza dirishani, nikampatia mtoto. Nilipompatia mtoto akashuka naye, mimi ndo nikaa nataka kuruka, kila nikitaka kuruka kuna mwingine anakurudisha kwa nyuma ili apite yeye. Na mimi nikapambana hivyo hivyo katika kuruka vile, maana kuna mtu naye alinipushi kwa nyuma na si anataka naye kushuka. Ndo nilidondoka, mguu ndo kidogo na usikia unauma. Kwa nausikia maumivu kwa mbali, lakini sasa hivi nausikia unauma, lakini sio sana kivile. Nilikuwa natoka Arusha, nilikuwa naelekea Moshi. Mtoto wangu ana mwaka kasoro. Nilikuwa naenda kwa mama mkwe, maana kuna wifi yangu alikuwa anaenda kutambulisha. Kwa hiyo nilikuwa naenda kumsaidia kupokea wageni. Ndio safari ikaishia hapo. Kuna kaka alikuwa kwa pembeni yangu, maana mimi nilikuwa viti vya mbele. Kuna kaka alikuwepo kwa pembeni yangu, akawa anamwambia, wewe kama unajua kuendesha gari, kwa nini unamuelekeza huyo? Maana kila saa gari inakuwa inashiki, kwa nini usichukue wewe ukaendesha? Maana alikuwa anamwambia hiyo gia ipeleke mkono wa nini? Mkono wa kushoto. Kila akipatia anamwambia yeye hapo hapo. Anaendelea. Sasa kidogo ndo tukawa pale tunaongea kwamba tukikutana na askari njiani tusimamishe, lakini ikatokea hivyo kabla hatujakutana nao. Waliopata madhara zaidi ni gari ndogo, maana kuna ule mzungu amefariki na yule dereva alikuwa majeruhi, na mtoto wa kizungu yule mwingine alitoka ni mzima, maana alikuwa anatembea. Afande wanatutafutia utaratibu, wametuambia kuna gari inakuja, wanaoelekea Tanga waendelee na safari, wanaorudi Arusha ndio tuombewe hapo turudi Arusha. Ulipandia wapi gari leo? Nimepandia stand. Naitwa Apolinari Michael Sweet. Unapanda basi gani na ulikuwa unatoka kule? Ni basi jina lake ndio sijui vizuri kwenye simu liko hapa. Nilikuwa nashukia Kisangara. Nilikuwa naenda kwenda Kisangara, wilaya Mwanga. Za kufika hapo njiani ndio gari ikapata, nikasikia tu kitu kimeilia kule mbele. Kuangalia huko pembeni kuna gari imefanyaje? Imegongana na gari nyingine. Ndio hapo tukaanza purukushani hapo. Wengine kutokea madirishani kama mimi nimetoka dirishani, hata hivi kiuno kinaniuma balaa. Nimeangukia kiuno. Lakini kwa bahati nzuri basi hamna leo kufa, lakini gari ndogo imekufa watu watatu. Alia mwendo dereva nadhani huyu alikuwa sio mzoefu, maana gari ilikuwa kama vile ina misi. Yaani kila mtu anamlikia dereva kama dereva alikuwa sio mzoefu na kazi yake. Haikuwa makini. Kwa sababu hata ukiangalia gari liko gongewa sio upande wake. Kwa nini haja ingia upande hapo sio kwake? Kwa hiyo dereva mwenye basi ndio mwenye makosa. Moto umetokea baada ya watu wote kutoka. Unaona? Watu wote kutoka ndo moto kawaka. Alikuwa kwa maelezo na wengine watawaambia, alikuwa anaelekezwa fanya hivi, na maana alikuwa sio mzoefu, watawaambia walikuwa wanamuona. Lakini nimesikia tu kwamba alikuwa anaelekezwa fanya hivi. Na kuna mahali pia alitaka kugongana gari kubwa. Unaona? Ikawa bahati tukapita. Sasa hii nadhani alikuwa sio mzoefu na kazi yake. Ndio hapa tumekaa tunasubiri, maskari wanasema subirini mtapata usafiri. Tunasubiri hapa. Arusha Tanga. Ni ajali imetokea hapa katika hapa Kibaoni, hapa Kingori Kibaoni hapa. Panoni, maeneo ya Panoni hapa yenyewe ni Alfadi na nani na basi zimegongana. Baada ya kugongana hiyo chuma ikawaka moto. Ilipowaka moto driver akashuka akakimbia, yani watu wakaanza kuokolewa yenyewe. Driver wa Alfadi hapo Alfadi ilikuwa imebeba watu 4. Mwafrika mmoja na hao wazungu hapo. Ambao wazungu wawili ni wakubwa, yani mama na mzee wake na watoto. Na ile basi ilikuwa imebeba abiria wa kutosha. Walikuwa wengi, wamejaa hadi kule kabisa. Abiria wote wameshuka, wameokolewa. Kwenye basi hamna aliyezurika. Basi ilikuwa inaelekea Moshi, alafu hii Alfadi ilikuwa inaelekea Arusha. Baada ya kugongana hivi moto ndo kaanza kuwaka. Ndo taharuki katokea hapo, yani moto Karaka alikuwa na makosa. Ni huyo wa basi. Maana ndo alikuwa yuko mshale wa hatari aka overtake hivi. Sasa huyo yenyewe na yeye
akajaa. Watu walikuwa wanakimbia kinyama. Ukizingatia leo yenyewe kulikuwa hamna jam nyingi. Shauri wangu, yaani hao majamaa basi hao wanakuwa na dharau kwanza, yaani waheshimu sheria ya barabara yani yenyewe. Maana anadharau kila mtu, anadharau gari ndogo, wanajiona wao ndio wao. Kisa wana chuma kubwa. Mimi yenyewe juzi kidogo waniletee bike yangu pale road, yani ni balaa yenyewe, ni taharuki mzee wangu. Nilikuwa ni asubuhi, nimeamka, nimeshafanya shughuli zangu, nikasikia kelele. Mimi kama kijana nikaona ngoja nitokee kwanza niangalie kama kuna taharuki yoyote. Ndio kufika nikakuta kwamba kuna ajali, na mimi nikatoa ukozi wangu. Kweli nasifia vijana hapa, wametusaidia sana. Watu wameokolewa. Ajali ya nini na nini? Ajali ilikuwa ni ajali ya Alphard na basi la abiria. Liligongana lakini basi halijapata madhara yoyote. Limeungua ndio, lakini abiria wako fresh. Lakini gari ndogo hapo ndio wamejeruhika wengine na wengine wametembea wamekufa. Mimi naitwa Baraka Mbise, dereva wa bajaji hapa King'ori. Kilichotokea hapa ilikuwa muda wa saa 2 asubuhi. Dereva gari ya Alphard pamoja na gari ya mikoani, yaani nashindwa kuelewa kilichotokea, sababu gari Alphard imetokea Moshi inakuja ikikimbia. Hii gari ya mikoani na imetokea Arusha inakuja ikikimbia. Sasa ilitokea semi ile sijui ilikuwa kuaje, jamaa akawa kama Alphard anaikimbia. Baada ya kuwa kama anaikimbia, sasa mwenzake naye akaona kwamba huyu jamaa anakoelekea mbona ndio tunaenda kugongana, akachapuka nje ya barabara, ndo akakutana na mwenye Alphard wakagongana pale. Aliyekuwa sahihi ni Alphard. Alphard yule alikuwa sahihi kabisa kwenye site yake vizuri kabisa. Alipoona jamaa ametoa kichwa mwenye gari ya mikoani, naye sasa akajitahidi kukimbia. Katika ile kukimbia na mwenzake naye akamkimbiza huko mapema na kuweza kuzima moto. Manake baada ya ajali hiyo tu basi magari yote yalipata moto, hususan basi, lakini bahati nzuri abiria katika basi walitoka wote salama, na kikosi cha uokoaji na zimamoto walifika mapema na kuweza kusababisha abiria kuweza kutoka salama, ingawaje mizigo yao iliteketea. Lakini pia katika gari dogo tulipata majeruhi wawili, dereva na kijana mmoja mwenye miaka 9, raia wa kigeni. Na raia huyo wa kigeni mmoja ambaye kama nilivyosema awali amefariki dunia, na taratibu zingine zikiendelea. Mpaka sasa chanzo cha tukio hilo bado tunafuatilia kujua ni nini, na timu zipo kwa maana ya jeshi la uokoaji pamoja na kikosi cha trafiki kwa ajili ya kuweza kuchunguza chanzo cha tukio hilo. Wito wangu kwa madereva ni kwamba tuendelee kuzingatia sheria, taratibu na kanuni, kwa sababu kama tunavyoona ajali hizi zinachukua maisha ya watu wengi, lakini pia zinasababisha ulemavu katika baadhi ya watu, lakini pia zinafanya uharibifu wa mali. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba tuendelee kuzingatia sheria, taratibu na kanuni na kuhakikisha kwamba basi tunafikisha abiria wetu salama kule wanakokwenda. Kwa majina naitwa Oswald Mwenjejere, ni mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ambaye ni kaimu kamanda wa zimamoto mkoa wa Arusha. Majira ya saa 4 asubuhi na dakika 40 leo tarehe 8/8/2026 tulipokea taarifa ya ajali katika eneo la King'ori Kibaoni, tukijulishwa kwamba kuna magari mawili yamegongana, ikiwemo basi linalotoka Arusha kuelekea Tanga lenye namba T636 AQN, ambapo ilikuwa na abiria ambao kwa bahati mbaya hatujajua idadi yao mpaka sasa, lakini ikiwa imegongana na gari ndogo Alphard iliyotokea Kia kuelekea mjini. Na kwa bahati mbaya walivyopata hii ajali, moto ukawaka kwenye hii basi kubwa, ndipo zimamoto tukaweza kufika kwenye eneo la tukio, tukafanikiwa kuwaokoa abiria wote walikuwa kwenye hii gari wakiwa salama na kuweza kuuzima moto. Lakini pia kwenye gari ndogo kulikuwa na abiria wawili na pamoja na dereva, ambaye dereva alikuwa ameshabanwa kwenye gari, lakini yule abiria mwingine alikuwa amefariki. Kwa alikuwepo mtu mzima mmoja ambaye amefariki na mtoto ni majeruhi pamoja na dereva. Kwa hivyo katika ajali hii ni watu waliopata madhara ni wale wa kwenye gari ndogo kwa maana ya Alphard, majeruhi wawili na kifo kimoja. Chanzo cha tukio la moto mpaka sasa hivi bado hatujabaini, lakini uchunguzi unaendelea. Pindi utakapokamilika basi taarifa zitatolewa.